Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe sana watazamaji popote mlipo. Karibuni siku ya leo. Jina langu ni mchungaji Steven Kutu na Yesu Kristo ni mwokozi wa roho yangu. Nataka pia kuwashukuru nyote ambao mko kitazama. Na hasa nataka kuwashukuru watu wote wa St. Matthews kwa msaada wenu na kwa maombi yenu ambao mmekuwa mkituombea. Nasi pia tumekuwa katika mstari wa mbele kuombeeni wakati kama huu, wakati watu wanakaa nyumbani, tunazidi kuombea. Kwa hiyo mjipe moyo sana wakati kama huu tunapoendelea pamoja. Sasa nataka tuombe ili tuanze kusikia ujumbe. Mwenyezi Mungu, Baba yetu wa mbinguni, tuko mbele zako wakati huu. Tunakushukuru kwa sababu ya wema wako, kwa sababu ya ulinzi wako, kwa sababu ya huruma zako katika maisha yetu. Wakati kama huu mgumu Baba, tunazidi kukuona Mungu, tumezidi kuona mkono wako na tumezidi kuona rehema zako katika maisha yetu. Sasa utusaidie na sana tunaposikia neno lako, unifundishe ili pia nipate kufundisha watu wako. Katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Basi Bwana wetu asifiwe. Somo letu la leo litakuwa kuhusu tufunze kuomba. Teach us to pray. Na katika somo la leo tunajifunza kuhusu jinsi Yesu Kristo alifundisha wanafunzi wake kuomba. Kuomba ni jambo muhimu sana kwa Mkristo. Kuomba ni kama jinsi ambavyo ni chakula cha Mkristo. Mkristo wote ambao haombi, ina maana kwamba roho yake haina nguvu ama hana uhai tena katika maisha yake. Kwa hivyo kuomba inatuonyesha kwamba kwa kweli kuna uhai ndani yetu ambao unaendelea. Nataka tutazame pamoja nanyi katika kitabu cha Luka Mtakatifu mlango wa 11 kuanzia kifungu cha kwanza. Inasema hivi: One day Jesus was praying in a certain place. When he finished, one of his disciples said to him, Lord, teach us to pray, just as John taught his disciples. He said to them, when you pray, say, Father, hallowed be your name, your kingdom come. Give us each day our daily bread. Forgive us our sins, for we also forgive everyone who sins against us, and lead us not into temptation. Verse 5, then Jesus said to them, suppose you have a friend and you go to him at midnight and say, Friend, lend me 3 loaves of bread. A friend of mine on a journey has come to me and I have no food to offer him. And suppose the one inside answers, Don't bother me. The door is already locked and my children and I are in bed. I can't get up and give you anything. I tell you, even though he will not get up and give you the bread because of friendship, yet because of your shameless audacity, he will surely get up and give you as much as you need. Wapenzi, katika maandiko hayo tumeona Yesu Kristo alikuwa katika tabia ya kuomba kila wakati. Na huu ni wakati mmoja ambapo alienda kando, kwa maana yeye baada ya kuwa katika huduma siku nzima alikuwa anaenda mahali pasiri na kuendelea kuomba, kwa sababu alihitaji nguvu yake kurudishwa tena, kwa sababu mchana wote alikuwa ametumia hiyo nguvu na sasa alihitaji kwenda ili kujazwa tena. Ni kama battery vile tuna charge battery ya simu na battery ya gari. Tunajua kwamba wakati imetumika sana inahitaji kwenda kufanyiwa charging. Kwa hivyo hata katika maisha ya Yesu alihitaji hiyo. Baada ya kufanya kazi ya Mungu alihitaji kwenda kufanya charging. Kwa hivyo hata nasi pia katika maisha yetu tunahitaji hiyo charging ya maombi. Na kwa hivyo walikuwa wanaona kwamba wakati wote Yesu alifanya kazi alienda mahali kando na akaomba. Na waliona kwamba maombi ya Yesu ilikuwa na majibu. Hakuwa naomba tu peke yake, lakini ilikuwa na majibu. Na wakatamani sana pia wafundishwe kuomba jinsi
naye Yohana alifundisha wanafunzi wake. Na tunahitaji pia wakati kama huu pia kufundishwa kuomba, kwa sababu ni katika maombi tunapata nguvu. Kama leo asubuhi nilipoamka nikajisikia nikiwa mnyonge sana. Mke wangu naye pia alikuwa mnyonge kwa sababu alikuwa amefanya kazi mchana kutwa jana. Na nilipoanza kuomba nilianza katika hali ya unyonge. Lakini nilipoendelea kuomba nikaendelea kupata nguvu. Kwa sababu nilimuhusisha Roho wa Mungu na kumjulisha kwamba natambua kwamba ni kwa nguvu zake, ni kwa neema yake ndio sasa nahitaji nguvu zake. Tunahitaji katika maombi kupeleka udhaifu wetu. Unapoamka asubuhi ama katika mambo yako unajisikia ukiwa mdhaifu, unahitaji kupeleka udhaifu wako kwa Yesu Kristo, naye anabadilisha udhaifu wako na nguvu zake. Sasa yeye anachukua udhaifu wako na yeye pia unachukua nguvu zake, unajivika nguvu zake. Na katika hali ya kuendelea kuomba nikajisikia nikuwa na nguvu sana. Sasa Yesu anafundisha wanafunzi wake. Anawaambia mnapoomba anzeni hivi: Baba yetu uliye mbinguni. Yaani hapa anawaambia wanafunzi wake kwamba maombi isiwe tu imelengwa kwa kibinafsi peke yake. Maombi kiini chake ni kulenga Mungu Baba. Una focus kwa Mungu, sio kuna focus kwetu sisi. Ukifocus kwa shida zako, ukifocus kwa mambo yako, utakuta kwamba hautakuwa na nguvu ya kuomba. Lakini unapoweka maombi yako ukifocus kwa Mungu, unaanza kupata nguvu hapo, kwa sababu yeye ndio chanzo cha kila kitu. He is the source of everything. Na kwa hivyo unapoweka macho yako juu, ina maana kwamba shida ambazo zinakuzingira, changamoto ambazo zinakuzingira zinakaa kando kwanza. Unaangalia Mungu kwanza. Na hapo ndio unaanza kupokea nguvu kutoka kwa Mungu, kutoka kwa Muumba mwenyewe. Na kwa hivyo anawaambia kwamba anawafundisha kwamba ombeni hivi: Baba yetu uliye mbinguni. Hiyo ni jambo la kwanza. Ya pili, ufalme wako uje. Yaani unapoomba aliwafundisha wanafunzi wake kwamba unapoomba muombe ufalme wake uje. Ufalme wake ni nguvu zake, ni utawala wake. Unaweza kusema kwamba ufalme wake ama utawala wako unitawale leo. Tawala mawazo yangu, tawala roho yangu, tawala na mwili wangu ambao nasikia ukiwa mdhaifu, tawala jamii yangu. Wakati mwingine kuna changamoto ya fedha, unasema tawala hata sehemu ambayo hakuna fedha. Baba, ninajiweka mikononi mwako. Kwa hivyo ina maana kwamba sasa katika maombi umeweka focus yote kwa Mungu na msaada wako wote ni kwa Mungu. Wakati mmoja Daudi alisema ya kwamba nikitazama juu, msaada wangu utatoka wapi? Akajibu akasema msaada wangu unatoka kwa Mungu aliyeumba mbingu na dunia. Na jambo linalofuata ni ya kwamba akasema mtupe leo riziki yetu ama mkate wa kila siku. Sasa baada ya kuweka mawazo yetu kwa Mungu, tunaweka pia mawazo yetu kwa mahitaji yetu. Sasa anasema tupe leo chakula chetu cha leo. Na kwa hivyo ina maana kwamba pia Mungu anajali sana mahitaji yetu, lakini lazima tumueleze mahitaji ambayo tuko nayo. Kwa hivyo tunasema Bwana unipe mahitaji ya leo. Hapo unaweza kutaja mahitaji yako ya kila siku. Mahitaji ya kinyumbani, mahitaji ya watoto, mahitaji ya yote ambayo tuko nayo kila siku. Jambo lingine katika kuomba ni ya kwamba ni kuhusu msamaha wa dhambi. Anasema utusamehe dhambi zetu kama sisi vile tunavyowasamehe waliotukosea. Katika maisha yetu tutakosea watu na watu pia watatukosea. Ni vizuri tujue kwamba katika maombi isikosekane jambo la msamaha wa dhambi. Kwamba tunapokea msamaha kutoka kwa Mungu na sisi pia tuwe tunasamehe wenzetu. Ni vizuri kukumbuka yale ambayo umekosea wenzako ama wewe vile umekosewa na kuomba msamaha kutoka kwa Mungu. Na katika hiyo kuomba msamaha ni kama kwamba unatoa
mizigo yote, ili uhusiano wako na Mungu uwe mzuri. Mungu alisema kwamba, Yesu alisema kwamba ikiwa sisi hatutawasamehe watu makosa yao, na yeye Mungu hatatusamehe dhambi zetu. Kwa hivyo ina maana ya kwamba tunapokaa katika hali ya msamaha, ina maana ya kwamba njia zangu na Mungu zitakuwa nzuri, kwa sababu sina jambo ambalo nimebeba ama nimechukia mtu ama kuna mambo nimebeba ndani ya moyo wangu. Moyo wangu ni safi. Na kwa hivyo jambo lingine kwamba katika maombi ya kwamba usitutie katika majaribu, lakini utuokoe na yule mwovu. Kila siku tunakumbana na shida mbalimbali. Tunakumbana na majaribu mbalimbali. Lakini inatupasa kuomba kwamba usitutie katika majaribu, lakini utuokoe na yule mwovu. Ni vizuri tujue kwamba kwa nguvu zetu hatuna uwezo wa kumshinda shetani. Tunahitaji kumtegemea Yesu ili atuonyeshe mahali adui shetani ameweka mitego, ili aweze kututegulia hiyo mitego yote. Na kwa hivyo tunapoomba kwamba usitutie katika majaribu, lakini utuokoe na yule mwovu. Kwa maana yule mwovu shetani ataleweka mitego nyingi ili atutege. Lakini Yesu tukimwomba atutegulie mitego, atatutegulia, na tunakuta kwamba tutakuwa na ushindi. Na mahali ambapo shetani alikuwa ametutegea mitego, utakuta kwamba imeteguliwa. Na kwa hivyo katika maombi tunapata nguvu. Tunapata nguvu. Kutoka udhaifu tunapata nguvu. Katika maombi tunapata mwelekeo, direction. Wakati mwingine unaweza kuwa una jambo ambalo hujui ufanye nini. Na mara nyingi kweli wakati kama huu wa corona, kuna mambo mengi, labda kazi yako ilisimama, biashara yako iendelee. Una mambo mengi mpaka hujui utafanya nini. Lakini unapoomba Mungu atakupatia mwelekeo. Atakwambia fanya hii na hii na hii. Katika maombi pia Bwana atakupa mahitaji. He'll provide for you. Atakupa mahitaji. Wakati unajisikia uko chini sana, Mungu atakupatia mahitaji. Katika maombi pia utapata nguvu. You'll get power. Tunahitaji nguvu hizo za Mungu kila siku. Na hizi nguvu za Mungu ni kama mana ambayo ilianguka kutoka mbinguni kila siku. Na waliambiwa kwamba waweze kukusanya hiyo mana kila siku. Kwa hivyo tunapoomba tunapata nguvu ya kutuendesha kila siku. Maombi ni kama petroli ya gari. Gari haliwezi kuenda bila petroli. Na kwa hivyo sisi pia tunapoendelea kuomba tunapata hii nguvu ya maombi kupitia tunapata nguvu za Mungu ya kutuwezesha kutekeleza majukumu ya kila siku. Na mwisho ni kwamba tunapoendelea kuomba tutapata the presence of God. Tutapata uwepo wa Mungu. Tunapata nguvu za Roho wako Mtakatifu, uwepo wa Mtakatifu katika maisha yetu. Tukitembea tuna ile uwepo. Wakati kama wa corona, unakuta kwamba uwepo wa corona ndio sana, maana kwa TV tunasikia corona, kwa radio tunasikia corona, tukienda kwa town kwa sababu tunavaa maski ni corona. Kwa hivyo ni kama uwepo wa corona ndio sana. Lakini unapoomba uwepo wa Mungu utakuwa pamoja nasi. Nguvu za Mungu zitakuwa pamoja nasi. Na utakuta kwamba una amani, una ushindi, na hiyo uwepo wa Mungu ukitembea katika ule uwepo wa Mungu, hata corona peke yake haiwezi kukaribia mtu ambaye ako na nini? Ako na uwepo wa Mungu. Kwa hivyo na wakihimiza wa Kristo wakati kama huu, tuombe. Omba asubuhi kwa jamii. Omba saa 7, omba jioni, omba wakati wote. Omba na utapata kwamba Mungu atazidi kubariki na kupa nguvu zake na kupa tumaini lake. Bwana wabariki sana na Bwana wainue. Katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.